mchezo utapangiwa tarehe nyingine. Na ukimya ni ishara kwamba bado hiyo tarehe nyingine haijapatikana, basi tu kwa mchezo huu. Mara kadhaa tulipotangaza kuahirisha mchezo kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo hata mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji ulipoahirishwa, ulipita muda mrefu kuliko huu ambao unaozungumzia wewe. Ulipita muda mrefu kabla tujatangaza kwa sababu ya ugumu wa ratiba yenyewe ya ligi. Kitu kinachochelewesha kutangaza tarehe ni michakato mbalimbali, ikiwemo kuangalia nafasi ya huo mchezo utawekwa wapi, pamoja na mambo mengine ya kiuendeshaji. Kwa hiyo tunajua kuna kiu kubwa ya kufahamu mchezo utafanyika lini, lakini ni wakati wa kuvuta subira, kuendelea kuvuta subira ili mambo yafanyike kwa uhakika na kwamba yatatangazwa. Na nyie wanahabari tutasaidia basi kufikisha kwa wadau wetu wa ligi kuu ya NBC. Upo uvumi ambao unasambaa siku ya leo ya kwamba bodi ya ligi imewajibu Yanga Afrika ya kwamba hawawezi kupata alama 3 kama ambavyo wao waliomba katika barua yao. Hii ina ukweli kiasi gani? Ushasema uvumi, na bodi ya ligi tangu itangaze kuahirisha mchezo haijawahi kutoa taarifa nyingine yoyote kuhusiana na huo mchezo. Na mpaka sasa ninapozungumza na wewe, kinachopaswa kufahamika ni kwamba bodi haina taarifa yote mpya ya kuitoa kwa public ama kwa vyombo vya habari kuhusiana na huo mchezo. Itakapokuwa imepata taarifa mpya kuhusiana na hilo jambo, basi itatangaza. Lakini kwa sasa hivi taarifa ambayo inaendelea kusimama ni ile taarifa kuahirisha mchezo na kwamba mchezo utapangiwa tarehe nyingine. Lakini mpaka hivi sasa pengine bado mnaendelea na vikao kuhakikisha kwamba hili linakamilika wakati wowote kutoka sasa? Hayo ni mambo ya kiuendeshaji hayo sasa. Sio vikao, sio mikutano, sio nini, yote ni kiuendeshaji. Kikubwa ambacho wadau wanapaswa kufahamu ni kwamba mchezo huo utapangiwa tarehe nyingine na itatangazwa. Kwa hiyo kinachofanyika ni uendeshaji, ni taratibu za uendeshaji, na kwamba tutakapokuwa tayari kutangaza tarehe mpya ya mchezo huo, basi tutafanya hivyo ili wadau waendelee waanze maandalizi kuelekea mchezo huo. Neno lako la mwisho ni nini hasa kwa Watanzania wote ambao wanakusikiliza hivi sasa kupitia Sports Venue ya Bongo FM? Kwa sasa hivi ligi imesimama na kwamba itarejea Aprili 2. Katika kipindi hiki kila mdau kwa nafasi yake anawajibika kuendelea na yale ambayo yatasaidia kuifanya ligi iwe bora zaidi tutakaporejea. Tunajua klabu zetu zinaendelea kufanya maandalizi mbalimbali, ikiwemo kufanya maboresho ya kiufundi kwenye vikosi vyao, maboresho kwenye miundombinu kwa maana ya viwanja, lakini pia wadau wengine kila mmoja kwa nafasi yake ni wakati wa kutafakari michezo iliyopita na namna bora ya kuendelea kutekeleza yale yanayotulazimu kuyafanya katika wakati huo ligi itakaporejea. Kwa hiyo wito wangu kwa wadau wote ni kila mmoja kuhakikisha anatekeleza yale ambayo yanampasa kutekeleza wakati tukisubiri kurejea kwa hii ya Aprili 2. Ni afisa habari wa bodi ya ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara Karim Boimanda akizungumza na Sports Venue namna gani ama nini hasa ambacho kinaendelea katika sakata zima linalohusu Yanga Afrika pamoja na Simba Sports Club katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulishindwa kufanyika. Lakini wakati wa dakika ni Haji Sande Manara Bugatti. Confidence anaipata wapi? Kuna kitu ambacho anakisimamia ambacho anakiamini ni sahihi. Unajua mtu ukiona sehemu ambapo unaamini kwamba upo sehemu sahihi na upo sehemu safe, lazima utakuwa na confidence ya wewe kuweza kuongea yote ambayo anaongea yeye. Yaweza kuwa ndio kuna kauli ambazo amezitumia rais wa TFF hazikuwa nzuri na sio rafiki kwa upande wa Young Africans. Na pia unapokuwa kiongozi mkubwa unapaswa kuangalia kauli gani ambazo unazitumia kwenye wale watu au zile taasisi ambazo unaziongoza au unazisimamia. Kama utashindwa kuwa na kauli nzuri dhidi ya taasisi unazozisimamia, kuna watu watatumia baadhi ya mianya kutumia zile kauli zako ambazo umeziongea kuweza kukukumbusha kwamba wewe ni kiongozi na hizi kauli ambazo unazitumia sio kauli za kupendeza ndani ya jamii. Kwa hiyo yeye kama yeye Haji Manara anaamini kwamba Yanga walionewa kwenye mchezo ule na hawastahili tena kucheza ule mchezo, lakini anapaswa kutambua mchezo una kanuni zake. Wameonewa kwenye engo gani? Kitendo cha bodi ya ligi kuahirisha mchezo ule
Hilo linaweza likawa kosa ambalo mpaka sasa hivi bodi ya ligi hawajatupa majibu sahihi kwa nini waliahirisha mchezo ule, kwa sababu hata barua yao ambao waliandika siku ile ilikuwa ina sintofahamu nyingi sana ambazo zilikuwa zinaonyesha zipo ndani ya ile barua. Kwa hiyo kosa la kwanza ni bodi ya ligi wao kuahirisha huu mchezo kipindi ambacho saa 5 asubuhi walitoa taarifa kwamba mchezo huu utakuwepo kama ilivyo ada na utakuwepo kama kawaida na hakuna tatizo lolote, lakini masaa mawili baadaye wakaja kutoa taarifa nyingine ambayo kwamba wameahirisha mchezo huu na hautokuwepo. Hilo ndo kosa ambalo linaonekana sehemu hii. Kwa sababu gani? Timu mwenyeji lazima uwanja, kuna baadhi ya vitu na maandalizi ya timu yake kuelekea kuvaa mchezo huu. Kwa kitu pekee ambacho Young Africans mimi bado naendelea kusema, Yanga wao wanapaswa kudai fidia za maandalizi ya mchezo. Kama ambavyo bodi ya ligi inakuaga kifua mbele kuvidai virabu kipindi ambapo vinakuwa vimefanya makosa, labda vimepigwa faini. Na wao pia wanapaswa hili kuingia katika mtihani huu, kwa sababu tayari mwenyeji alishaingia hasara kukiandaa kikosi chake, kuandaa programu mzima kwa ajili ya kuvaa mchezo huu. Unajua kuna baadhi ya maandalizi ambayo unayafanya Isa leo hii, ukiambiwa bwana Isa una safari labda ya kwenda sehemu fulani, nadhani wewe mwenyewe una kumbukumbu ile, kuna siku ulikuwa unatuambia mimi na Ali kwamba bwana kuna mzigo nimechukua afu mpaka sasa hivi umebaki kiasi fulani afu safari bado haieleweki. Kwa hiyo unajua kabisa safari yote lazima iwe na maandalizi. Kwa hiyo yale maandalizi ambayo waliyafanya Yanga wameshaingia hasara. Je, ile hasara nani anaifidia? Na hapa hasara ambayo inaongeleka ni Nira, Yanga wao wanataka kulipwa fidia au wanataka pointi 3? Yani umesikia mimi ninachoongelea ni upande ambao Yanga wao wanaweza kudai. Shanelewa? Achana na hizo pointi 3 yani Nasho huwezi ukadai pointi 3 sehemu ambapo hata referee match commissioner kuepo uwanjani. Sasa kama ndo hivyo haina haja ya kuanza kujadili. Yani kujadili yani issue ya Haji Manara. Maana yake Haji basi Haji ana makosa. Umesikia? Haji katika kauli zake hapa umemsikia alichokiongea? Rais wa TFF amefanyaje? Ameukosea mpira. Amewakosea viongozi wa Young Africans. Na ameukosea mpira. Yes. Unakuja kwenye unapokuwa kama kiongozi wa taasisi yoyote chunga sana kinywa chako, kisiwe kinywa ambacho kinaweza kwenda kutoa matamshi ambayo yakaenda kuleta maana tofauti kwenye zile jamii unazoziongoza. Ndio. Yaweza kuwa rais kuna kauli ambazo amezitumia ambazo sio rafiki kwa viongozi wa hivi virabu. Shanelewa? Wanaweza wakawa hawana nguvu ya kutoka hadharani kuja kuongea kwa sababu wanajua tukiongea kuna bani tutakutana nayo. Lakini wapo wanachama ambao wana nguvu na wanafahamu hizi sheria na wanajua kitu gani ambacho kinaendelea. Unajua kwamba Haji sio mgeni wa soka la Tanzania ujue. Mpaka anapata confidence ya kuongea vile. Haji sio mgeni, Haji kadumu kwa muda mrefu kwenye soka la Tanzania. Na maana yake ni kwamba hata kile ambacho anakizungumza anaelewa anajua anazungumza nini. Yaweza kuwa kweli zile kauli sio nzuri kwa kina Arafati Haji, sio nzuri kwa kina Engineer Hersi Said. Shanelewa? Lakini je, wanayo hiyo nguvu ya kutoka kuja kuongea? Wanaweza kaongea wakakutana na bani hapa. Ukikutana na bani na maana kwamba hauna tena nguvu ya kuitumikia klabu yako kama ulivyokuwa unaitumikia mwanzo. Si ndio inavyokuwa? Kwa hiyo wanaamua kukaa kimya kwa sababu hawana nguvu ya kuongea. Lakini wale ambao wanaweza kuongea na wapo tayari kukutana na hili lungu, ni mmoja wapo Haji Sande Manara. Amejitamabaisha kwamba kama mtahitaji kunifungia, nifungieni, lakini kwenye 1 2 3 4 5 rais unafanya hivi na hivi lakini sio sahihi. Kwa hiyo mtu kusema sahihi hayo ni maoni yake yeye. Yaweza kuwa kauli zilizotumika sio rafiki michezoni. Ndio kitu ambacho hapo tunakuja kukiona. Swala la pointi 3 mimi bado nitaendelea kubakia kwenye msimamo wangu ule. Kwa sababu Haji anasema waite mkutano mkuu wa dharura, kamati tendaji ya klabu ya Yanga iitishe mkutano wa dharura wajadiliane kuhusiana na hiyo mechi. Kitu ambacho ni kigumu. Yani wao umesikia? Na pia wao wataitisha mkutano. Kitu cha kwanza ambacho kinaenda kuhalalisha wewe kupewa pointi 3 kwa timu ambayo haikufika uwanjani. Je, pointi 3 hizo unazipata wapi? Match commissioner alikuwepo? Hakuwepo. Fourth official? Hakuwepo. Referees uwanjani walikuwepo? Hawakuwepo. Hakuna uhalali wa wewe kuweza kuzipata pointi 3 za design hiyo. Ushaelewa? Kwa hiyo kikao chao kinaweza kikaitwa, lakini je, kina maana halisi ya kile ambacho wanaenda kukitafuta? Kwa hiyo kuita kikao sio kupata ushindi. Unajua kwamba hata mtuhumiwa anaenda mahakamani kwenye kesi anaenda kujitetea, hawezi akaenda pale akakubali. Kwa hiyo wanaweza kaita kikao, lakini kikao chao je, kina hoja za nguvu za kuwafanya wao wakaibuka na ushindi?
Bana sawa, bado tupo sana na tunaendelea kuangaza kile ambacho tuko nacho hapa. Wakati ni saa 12 dakika 30 na wakati ni